Israel imefanya mashambulizi makubwa sana katika nchi ya Lebanon ikidai kwamba inalenga makazi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah na kusababisha vifo vya watu 12. Sasa taarifa inaeleza kwamba hali ya usalama kati ya Israel na Lebanon imeingia tena kwenye sintofahamu baada ya mashambulizi mapya ya Israel kuua watu wasiopungua 12 mashariki na kusini mwa Lebanon, tukio linalotajwa kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2024 kati ya Israel na Hezbollah. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Lebanon NNA, mashambulizi makali ya anga yalipiga bonde la Bekaa, eneo la kimkakati mashariki mwa nchi. Awali watu 6 walithibitishwa kufariki na zaidi ya 25 kujeruhiwa. Hata hivyo, muda mfupi baadaye idadi ya vifo iliongezeka hadi zaidi ya 10, huku majeruhi wakifikia angalau watu 30. Shambulio kubwa lililolenga jengo katika mji wa Riak, jimbo la Bekaa, limeacha uharibifu mkubwa. Operesheni ya uokoaji bado inaendelea, huku vikosi vya dharura vikisaka manusura chini ya vifusi. Jeshi la Israel limesema lililenga vituo vya uongozi vya Hezbollah katika eneo la Babek, lakini chanzo cha Hezbollah kimeiambia AFP kwamba mmoja wa viongozi wao wa kijeshi ni miongoni mwa waliouawa, jambo linaloweza kuongeza mvutano zaidi. Wakati huo huo, kusini mwa Lebanon, mashambulizi mengine yaliripotiwa katika kambi ya wakimbizi ya Ain el Hilwe karibu na mji wa Sidon, kambi kubwa zaidi ya Wapalestina nchini humo. Wizara ya afya ya Lebanon imethibitisha watu 2 kufariki. NNA ilisema drone ya Israel ililenga eneo la Hitin ndani ya kambi hiyo. Katika taarifa rasmi, jeshi la Israel limesema lilishambulia kituo cha uongozi cha Hamas, kikidai kilikuwa kinatumiwa na wapiganaji, na kwamba hatua hiyo ni jibu la ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hamas hata hivyo imekanusha madai hayo na kulaani shambulio hilo, ikisema imesababisha vifo vya raia. Kwa mujibu wa NNA, jengo lililopigwa ndani ya kambi hiyo hapo awali lilikuwa linatumiwa na kikosi cha pamoja cha usalama wa Wapalestina, lakini kwa sasa lilikuwa limekodishwa kwa ajili ya kuendesha jiko la kusambaza misaada ya chakula, hali inayozua maswali zaidi kuhusu malengo halisi ya shambulio hilo. Tukio hili linakuja miezi michache baada ya operesheni kubwa ya Israel katika kambi hiyo Novemba mwaka jana, kuua watu 13 wakiwemo watoto 11, kulingana na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa. Mvutano katika mpaka wa Israel na Lebanon unaonekana kurejea kwa kasi, huku kila upande ukituhumu mwenzake kwa kuvunja makubaliano ya amani.